Nadhani mnawasiliana vizuri, lakini pia rais wa timu ya watani zako Young Africans, siku ya jana watu walimuona akienda kuchukua fomu ya kugombania ubunge katika jimbo la Kigamboni. Lakini pia makamu wa rais wa Young Africans Al-Fatih Haji naye alienda kuchukua fomu ya kugombania ubunge kule kwao Zanzibar. Lakini pia watu walimuona msemaji wa Azam Hashimu Ibwe ameenda kuchukua fomu anagombania ubunge kwao Kilimanjaro. Watu wanajiuliza, huu muamko wa wana michezo kwenda kuchukua fomu za kugombania ubunge umetoka wapi? Hii ni nini? Kisugu, tuanzie hapa kwa rais wa Yanga, Engineer Hersi Said. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Engineer Hersi Said kwa maamuzi yake ambayo aliyotoa kwenda kuchukua fomu. Kwanza kimsingi kikatiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana haki ya kuchagua na ana haki ya kuchaguliwa. Kwa hiyo yeye ameona ana msingi kwa wakati huu kuchaguliwa, na ndio maana amefanya maamuzi ya kwenda kuchukua fomu kupitia Chama cha Mapinduzi kwenda kugombea kwenye jimbo la Kigamboni. Mimi niseme tu binafsi, nisiwe mnafiki katika hili, na muunga mkono kwa sababu sisi na Yanga niseme katika lugha nyepesi tu, tofauti yetu inapatikana kwenye dakika 90 kwenye football. Zikisha dakika 90 sisi ni marafiki, sisi ni ndugu, sisi ni majamaa ambao tunakaa tunazungumza na tunafurahi. Kwa hili nimwambie tu engineer kupitia nanyi kwamba mimi niko pamoja naye na nitamuunga mkono katika hili, na isitoshe kwamba mimi ni mwana wa Kigamboni. Kwa hiyo nitashirikiana naye kwa namna moja au nyingine ili kuhakikisha kwamba anakwenda kufanikiwa katika hilo. Lakini pia nimpongeze sana makamu wa rais wa Dar es Salaam Africans, pia ni mwana CCM Bwana Al-Fatih Said kwa maamuzi yake makubwa ambaye aliyoamua kwenda kuchukua fomu Zanzibar, na nimwambie niko pamoja naye, na inshallah ikimpendeza katika watu ambao watakayemwalika katika siku ya ufunguzi katika mkutano wake, kwa maana kuelekea katika kampeni, basi nikipata hizo taarifa nitakwenda kujumuika naye. Lakini cha mwisho nimpongeze sana zaidi ya sana kijana wangu. Mimi nafikiri amekuja kufungua njia kwa wana michezo wengine, amekuja kufungua njia kwa vijana wengine. Leo hii ukimwona umri wake ni mdogo sana Hashimu Ibwe, lakini ameamua kuthubutu, ameona kwamba ninaweza, amekwenda kuchukua fomu, ametumia demokrasia yake kikatiba kwa sababu ana mamlaka hayo. Mimi naamini kwa namna ambavyo alivyo na uwezo aliokuwa nao Hashim, kila mmoja anaojua, basi inshallah kwa Mwenyezi Mungu atakwenda kufanikiwa. Na niwaambie tu wa Tanzania, huwa anasema siku zote Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Kusudio za hizi timu sio kuja kutenganisha, kusudio hizi timu kuja kutuunganisha. Na ndio maana wazee wetu hawa wanachukua muda mrefu sana kupambana kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba hizi timu zinafanyaje, zinaendelea kuishi maisha. Leo hii historia hizi timu zina miaka zaidi ya 80 huko zilikotokea. Kwa hiyo kikubwa sisi na Yanga, tofauti yetu kama nilivyosema awali, dakika 90. Zikishapo maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo binafsi mimi nawaunga mkono na wa support, lakini kikubwa na waombea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watakwenda kufanikiwa. Na rafiki yangu Engineer Hersi Said, leo niseme nisiwe mnafiki, jina lake nalileta kwa mwamba hapa. Yes. Wajumbe wa Simkani. Na namwambia engineer, klipu ya kiisikia aiweke yeye ndio mbunge wa jimbo la Kigamboni, mizani jina lake liko kwa mwamba hapa. Wallahi nakwambia. Nasema hivi, yeye sasa hivi leti kama sheria ingekuwa inamruhusu, basi yeye alitakiwa sasa hivi atawazwe na atangazwe kuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni. Aliwezi kufeli jina hapa kwa mwamba na nimelileta. Lakini pia Al-Fatih Said nitamwombea, na wale watu wangu wote wa karibu nitakuja kuombea, na mimi inshallah kwa Mwenyezi Mungu atakwenda kufanikiwa. Ukiangalia katika baada ya Engineer zile picha kuzagaa mitandaoni ya kwamba ameenda kuchukua fomu, kuna mashabiki wa Simba nimewaona wengi kwa asilimia kubwa walionyesha kama hawakupendezwa na swala hilo. Walionyesha kwamba wamechukua wengi fomu katika jimbo la Kigamboni, lakini mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanaposti mtu mwingine. Yaani wanashindwa kumsupport rais, yani hakufanikiwa kumposti rais wa Yanga, watu wanaenda kwamba kutokana na utani. Lakini wewe Kisugu umekuwa tofauti na mashabiki wenzako wa Simba, unamuunga mkono Engineer Hersi ambaye ni rais wa Yanga, tofauti na mashabiki wenzako wa Simba ambao tumeona kabisa hawakumposti kabisa Engineer Hersi. Labda nikwambie kitu kimoja tu. Bato, unavyoona utofauti kwenye Simba na Yanga, ndio lazima urejee utofauti huo kwenye siasa. Maanake kuna system na kuna vyama vingine. Na mashabiki wa Simba wako huru kwenye kuchagua,
mashabiki wa Yanga wako huru kwenye kuchagua. Kwa hiyo itikadi zilizokuwa kwenye Simba na Yanga ndio itikadi ambazo tutazipata kwenye vyama vya nini? Vya siasa. Haiwezekani leo mashabiki wa Simba kwenye siasa wote wanakuta wako sehemu moja. Lazima pia wao na wao wenyewe kwa wenyewe wanafanyaje? Wanapingana. Kwa hiyo kama kuna mashabiki wa Simba hawakubaliani na namna ambavyo engineer alivyokwenda kuchukua fomu na kumuunga mkono, kwa maana kwamba wao hawako pamoja na iko chama ambacho engineer yupo. Kwa sisi tuliomo kwenye chama ambacho engineer yumo, tunatakiwa kwenda kumfanyia, kumpa support. Kwa hiyo ni hali ya kawaida. Leo hii Miki Sugu nikiamua moja kwa moja kuingia kwenye siasa, nikaamua kwenda kuchukua fomu, hivi unaamini mashabiki wote wa Simba wataniunga mkono? Lasha. Wako mashabiki wa Simba watanipinga. Kwa hiyo unasimama na engineer. Yes. Kwenye mpira huku unafurahia kwa sababu alokuwa anawaumiza anaondoka kwenye Yanga Africa sana anaenda kwenye ubuni. No comment. Upande mmoja unafurahia, upande zote mbili unafurahia. No. Na muunga mkono kwa kufanya maamuzi yake kuja kwenye chama chetu, anakwenda kuipambania na inshallah kwa Mwenyezi Mungu atakwenda kufanikiwa. Unaamini kwamba engineer ni kiongozi bora katika miaka hii minne katika football ya Tanzania akiongoza Yanga Africa? No comment. No comment. Kivipi Kisugu? No comment. Bingwa mara 4 no comment. Yes, no comment. Siasa za mpira za Tanzania nazijua, no comment. Unazijua? Yes, no comment. Lakini kafanya vizuri Yanga Africans. Watu wanakuambia kwamba kama kaifanyia vizuri Yanga Africans ambayo katika soka la Afrika ilikuwa haipo katika viwango hata vya 11. Kisa hivi Yanga Africans club namba 11 barani Afrika. Yanga Africans ilikuwa haipo hata kwenye top 100, lakini engineers kuingia kwake Yanga Africans imekuwa club tishio ndani ya Afrika Kisugu. Wanakuambia huyu ni kiongozi bora. Unapozungumzia yeye wa 11 lakini nenda kazungumzie kuna watano pia. Simba inajulikana ni Tulia basi bato ndio mwisho swali. Kama unamuona bora kwa sababu wa 11, basi twende kwanza tukamuone bora kwa sababu kuna mtu ameshika nafasi ya 5 katika bara Afrika. Na ndio maana nikasema hapo awali hizi timu mashabiki wake wana mitazamo yao na wao wako huru. Mimi siamini kwamba Simba Sports ukija katika mambo ya siasa wote wanakubaliana kwenye chama kimoja, maana yake kwamba mtu atakuwa kulia na mwingine atakuwa kushoto. Na ndio maana mimi nikatoa mfano uliokuwa hai. Mimi ni mwanachama wa Simba Sports lakini pia ni shabiki maarufu wa Simba. Leo hii nikaamua kwenda kuchukua fomu, nikawaambia kuna watu ambao mimi nakwenda kugombea katika jimbo fulani. Haina maana kwamba mashabiki wa Simba wote wataniunga nini? Mkono. Wako ndani yake mashabiki wa Simba watanikataa. Maana yake tumetoka sehemu moja tuko sehemu nyingine. Mimi nimesema tukiachilia mambo ya Usimba na Uyanga, ukija kwenye sehemu nyingine na kwenda kumuunga mkono Engineer Harris na kwenda kumuunga mkono Arafat Saidi, kwa sababu haya naunga mkono sio mambo ya football, ila wakija tu kwenye mpira tunaachana. Kwenye mpira mnaachana. Yes. Kwenye siasa tuko pamoja. Mko pamoja. Yes. Kutoka kwake kwa rais wa Yanga na kuingia kwenye siasa imekufurahisha? Mimi imenifurahisha kutoka kwa engineer na Arafat Yanga Africans. Kilichonifurahisha zaidi kuona namna ambavyo anakwenda kukamilisha matakwa ya kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So, kila Mtanzania ana haki ya kuchagua na ana haki ya kuchaguliwa. Kwa hiyo mtu anayeamua kwenda kuchaguliwa na mtu anayeamua kwenda kuchagua kwenda kufuata katiba namna ambavyo wanavyotaka, maana yake mtu amejielewa. Kwa hiyo kama amejielewa tunakwenda tunampongeza katika. Umefurahia kama mwana Simba kwa sababu Arafati na engineer waliofanikiwa kuwaumiza misimu 4 mfululizo wa mkuchukua chochote. No, wala kwanza hakuna. Naona huko atakuja wapi? Wala kwanza hakuna sehemu ambayo inamlazimisha akiwa mheshimiwa basi lazima aondoke kwenye mpira. Anaweza kuwa mheshimiwa na kwenye mpira akawepo. Kikubwa tu niseme na kikubwa tu nimwambie Sharif Fidaus, Sheikh, nimeleta majina haya mawili. Nimeleta majina Sheikh haya. Wao waheshimiwa kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia wewe. Na niwaambie wasiwe na wasiwasi, wao ni wabunge katika majimbo waliochagua inshallah. Wao ni wabunge katika majimbo waliochagua. Bwana Sheikh Sharif Firdaus, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona Mikoi Kisugu mapema yuko katika ofisi yako bwana, amekuja kupokea dua kwa sababu wanakuambia mambo yalikuwa sio mazuri kwa upande wako. Ndio. Karibuni sana. Na sisi tu kwanza tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia nichukue fursa hii
kumpa ni pole rafiki yangu, brother wangu, ndugu yangu, jamaa yangu wa karibu, tunafahamiana ni muda mrefu, na wallahi anapopata shida ndio shida yake ndio shida yangu. Kwa kuondokiwa ni mama mkwe wake, Mwenyezi Mungu akalifanze kabla lake kwa miongoni mwa vumba vya peponi. Na sisi tunaamini katika dua, sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda sana kuombwa. Mwenyezi Mungu sika kwamba ni mwanadamu. Mwanadamu ukimpiga sana vile vijembe atakuchoka. Kwa hiyo ukimwona bwana niungie atakuchoka, lakini Allah hachoki. Allah anapenda sana kuombwa. Kwa hiyo sisi tunaamini sana katika kuomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amghufulie na waghfulie waumini wote wa kike na wa kiume. Na sisi Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu uliokuwa na manufaa na sisi. Na Kisugu leo kaleta majina ya viongozi wawili, na kwambia rais wa Young Africans ambaye anaenda ametangaza nia Kigamboni, pamoja na makamu wa rais ambaye ametangaza kule Zanzibar. Lakini tunajua ya kwamba mara nyingi huwa wanamfanyia dua hata mbunge wa wilaya ya Mkuranga, mzee wetu Abdalla Ulega. Unadhani hii ni nini? Viongozi kama kina Ulega, Kisugu na ameleta watu wake leo ambao watakaoingiza kwenye dua zako. Unadhani kuna nini? Kwanza niseme kwamba sisi ukituona si wenye nembo ya usheikh, nembo ya dini, tukizungumzia masala haya, na kila nikipata chance ya kusema huwa nalisema hili. Ijulikana kwamba sisi tunapoyasema haya kwa sisi machawa, hapana, tunasema haya kwa sababu yanatuhusu. Nchi yaongozwa na viongozi, na sisi tuko katika nchi, kwa nini tusiwazungumzie, tusiwatakie kheri? Waswahili husema kwamba mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Na sie mimi kama mimi namna nilivyojiwekea katika mazuri huwa ninayasema, na katika mabaya basi anayefanya mazuri huwa naungana naye mkono. Kwa hiyo viongozi hawa wa klabu ya Yanga na klabu mbalimbali, awe ni Muislam asiwe ni Muislam, basi tutawasupport kuwafanyia dua. Zipo dua kabisa, si kumwambia Allah ya Rabbi tunamtaka mtu fulani awe ni kiongozi, basi hiyo haipingi. Sababu sisi tunajua namna ya kumsema na Allah, na yako madua makubwa kabisa, madua ya rafi'u daraja. Unaposikia rafi'u daraja maana yake ni kupandishwa. Kama ulikuwa mwalimu wa chekechea, basi unapandishwa na kwenda kuwa mwalimu wa sekondari. Kwa hiyo hii inawezekana. Ndio maana tunapokuwa tunapata fursa hii huwa tunawaombea viongozi wetu, na katika utabiri wa mwaka huu basi tunasema kwamba rais wa Tanzania ni Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Unataka ndivyo, usitake sivyo. Kwa sababu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan ana nyota ya kiutawala. Lakini pia katika ardhi ya Zanzibar, rais wa Zanzibar, yani lao ingelikuwa ina uwezekano kwamba hawa waapizwe ni kabisa, basi wafadharika sana kama alivyokuja sema Kisugu, sababu hawa wanatosha. Sababu kuna mambo hayakuwepo katika ardhi ya Zanzibar, leo yako kupitia nani? Daktari Hussein Mwinyi. Kuna mambo hayakuwepo hapa katika ardhi ya Tanzania, leo yamekuwepo kwa sababu nani? Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hawa mimi nimeanza kuwatabilia hawa. Kwa hiyo tujiandae utabili wa wabunge mpaka madiwani. Mingi kutabilia sala fulani, basi ujue ni kumfa yakun. Sababu sisi tunaamini kwamba kumfa yakun, Mungu akiamua jambo kuwa na linakuwa. Na sisi tunaamini sana katika subira, kama alivyosema bwana Kisugu. Bwana huyu ni msomi, nimempigia saruti, sababu alivyopiga ile inna Allah masabirini. Kweli bwana, Mungu yupo pamoja na wale wenye kusubiri. Yani ukiwa katika kusubiri, Mungu yupo pamoja na wewe. Kwa hiyo yajayo yanafurahisha. Kwa viongozi wetu, hasa tani wilaya yetu hii ya Mkuranga, Mheshimiwa Abdalla Ulega ndiyo mbunge wetu, sababu ameyafanya makubwa, ambaye ni waziri wa ujenzi. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri insha Allah. Na hawa wanaochukua form za atuwakatishi tamaa, kwa sababu ni kuonesha nini mnaita uzalendo. Mtanzania ana haki ya kuchagua na ana haki ya nini? Ya kuchaguliwa. Kwa hiyo hatuwakatishi tamaa, chukueni, lakini ujue furaha yetu ni Ulega. Juzi tulipiga story, ningekwambia Sheikh nasikia kuna Sheikh Ponda pamoja na Sheikh Dr. Sule wanakwenda, kuna tetesi nimesikia wanakwenda kugombea ubunge. Jana nikamuona Dr. Sule kwenye shati la kijani, anakwenda kuchukua fomu kutaka ubunge wilaya ya Temeke. Nikasema bwana, hii Firdausi ninamuhusu, ngoja nikazungumze naye. Bwana ndugu yangu kajitosa mzima Sheikh. Allahu Akbar. Kwanza ijulikane pia sisi viongozi wa dini tuna haki ya kugombea. Uwe ni udiwani, uwe ni ubunge, sionekana kwamba si viongozi wa dini tuko nyuma. Hapana. Na wanaosema kuchanganya dini na siasa, waulize siasa gani iliyokusudiwa? Hii nchi bwana, sisi wa Tanzania ndivyo tulivyo ati.
lazima, yani sisi inatuhusu. Mimi hapo leo ni mjumbe wa kamati ya pesa kati ya Mwandege, ni mjumbe kupitia chama tawala CCM. Unalijua hilo? Mjumbe. Na katika wale unavyowasikia wajumbe kwenda kwenye uchaguzi lazima mpite kwetu wajumbe. Kwa hiyo na mimi nipo katika, utahusika katika wale ambao watawakata watu. Nipo, si mjumbe bwana. Kwa hiyo hata pia nikipata sababu ninakuwa mle pia napata pia fursa kupiga vitu vyangu. Mtu fulani apite, mtu fulani apite huku na kuvutia askari. Uchomoki babu. Pia nilishukuru sana baada ya kuteuliwa na uongozi wa CCM kati ya Mwandege kuwekwa kwamba ni mjumbe kamati ya pesa. Nilifurahi sana kwamba na mimi kwamba wameona mchango wangu katika jamii. Basi alhamdulillah. Kwa hiyo mashehe kugombea ni swala ambalo linaruhusiwa, na insha Allah na shekhe yoyote, kiongozi yote wa dini atakayegombea kupitia CCM kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atamjalia, atashinda. Ya CCM huwezi kupata. Ponda to boy. Utatufanyia kitu gani? Ponda to boy. Kujiongoza wewe umeshindwa. Kazi yako ni kusimama majukwani na kumtukana rais. Kazi yako ni kusimama majukwani, wewe huyaoni, kwa sababu sio lazima kwamba aliyomtukana rais kwamba utoe hata wewe rais anafanya makubwa huyaoni. Tunasema ni kati ya kumtukana, lazima uyaone daktari anayoyafanya Mama Samia Suluhu Hassan, uyaone. Usipoyasema rais ambaye yafanyi, tunasema wewe umemtukana. Ona hajasema wazuri kuhusiana lipi? Na ndivyo ilivyokuwa desturi ya mtu mbaya, kaka yangu Sugu, kwamba hasidi mtu mbaya, mtu ambaye hajawahi kukusemea sala nzuri anaweza kukusemea sala ambalo hata hauna. Watizame sisi wanaotuchukia tu fulani kadha, jamani mimi nimekuwa Firauni, nimekuwa na mabaya. Firauni na ubaya wake Mungu kamtaja ndani ya Qur'ani na ndani ya Biblia, mnamuita Farao. Ndani ya Qur'ani tunamuita Firauni. Kwa hiyo tizama na ujinga wake wote Mungu kamtaja. Mungu hayuko namna hivyo. Mnyongeni haki yake mpeni, lakini pia ni kuibie siri tu. Hii ulikuwa huna na kuibia siri. Wengi sana wameshtuka dhidi ya kafara ambalo limefanyika hivi juzi siku ya Ijumaa. Na kwa nini ilikuwa Ijumaa? Kwamba timu ya Yanga wamechinja ngamia, wamefanya kadha, katika mashekhe ambao walipata fursa ya kuchoma ubani, nami nilikuwemo katika hao. Mwenyezi Mungu sisi ndani ya Qur'an al-Karim anatuambia tuswali kwa ajili yake na tuchinje kwa ajili yake. Ile unaweza ukaona kwamba na kuibia siri tu kidogo kwamba timu ya Yanga ambao wanasimamiwa na yule JSM kuchinja, ile JSM si kana kwamba alitaka ni swala la Yanga, mle alikuwa anafungua masuala yake ya biashara zake, zile damu kumwagika zile alikuwa anajitilia nia yeye katika biashara zake. Kwa hiyo utafikiri kama kawekeza katika timu ya Yanga, hapana. Kumbe inabidi Simba nao pia waige kula supu, kuchinja. Sio kula supu, katika kuchinja. Kuchinja damu kwa ajili ya Allah. Kuna mwingine anaweza ukachinja kwa ajili ya kuwafurahisha watu wewe wa enjoy kwamba leo tumekunywa supu. Hapana, chinja kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo ni katika moja ya siri, ndio maana unaona siri ya mafanikio ipo katika kuchinja. Ipo katika matajiri wote ambao biashara zao zote zinaenda wanafanya vipi? Wanachinja. Hata kama unataka uongozi, unataka ubunge, unataka udiwani, fanya kuchinja. Sababu inna shaniaka huwa al-abtar. Mwenyezi Mungu atakunyanyua, atakupandisha baada ya kuisha kumwaga damu chini. Hasatan mnyama ngamia. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an al-Karim, hivi nyie wanadamu hamumtizami ngamia namna alivyoumbwa? Ngamia ni katika wanyama ambao wana siri kubwa sana. Pia nitumie fursa hii kuambia kwamba vijana wamekuwa ni wengi katika uchukuaji wa fomu, kutia nia ya udiwani, ubunge. Hivi karibuni tutaanza kushuhudia masuala ya kampeni. Niwaombe kwamba tuvitumie vinywa vyetu vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, enyi mlioamini, ya ayyuhalladhina amanu qulu qawlan sadida, enyi mliokuwa waumini, semeni maneno, kauli zilizokuwa za ukweli. Tusiende kuyatumia majukwaa kutukanana, kudhalauliana. Kuna maisha baada ya uongozi, kuna maisha baada ya kampeni. Ndio maana nimefurahi sana kusikia neno kwa Bwana Kisugu kwamba timu ya Yanga na Simba si maadui. Ndio kama sisi Waislamu na Wakristo si maadui.
Mkristo anaweza kuwa kiongozi na Muislamu anaweza kuwa kiongozi. Kwa sababu gani? Ndiyo katika mila zetu na desturi zetu sisi wa Tanzania. Yaani wa Tanzania sisi namna tulivyolelewa na Mwalimu Nyerere, nyumba ya Muislamu anakaa. Mimi nimefika kwa Kisugu. Katika fursa na bahati niliyopata pale kwa Kisugu, ukifika tu pale nyumbani kwake, katika watoto aliyokuwa nao, ana mtoto pia anamlea ambaye ni yatima na sio katika Muislamu. Ni kuonesha kwamba Waislamu sisi hatubaguani. Mkristo ana haki ya kuishi katika nyumba ya Muislamu na Muislamu ana haki ya kuishi. Mkristo anaweza kuwa ni diwani na Muislamu anaweza kuwa diwani. Kwa hiyo hata mtani kwako inawezekana mgombea ubunge akawa ni Mkristo. Usimnyime, usishinde kumchagua kwa sababu sio nini? Sio Muislamu. Hapana. Ukifanya hivyo unakuwa unakosea. Hii nchi haina dini. Ila tunaongozwa tuna nini? Tuna dini. Kwa masuala ya kwanza katika kipindi hiki, masuala ya udini tuyaweke pembeni. Mnyongeni haki yake mpeni. Anaweza akawa Mkristo katika uongozi wake wa kutawala duniani hapa ukawa ni bora kuliko nini? Muislamu. Kwa hiyo tunawaombea viongozi ambao wametiania kwamba kwenda kugombea ni ubunge, udiwani. Mwenyezi Mungu awasimamie kila lilokuwa la kheri. Wakina Dr. Sule hao. Kuna comment moja tunakwambia kwamba shehe, mimi nakukubali sana shehe wangu, lakini huko ulipoenda huku sio kwako. Na nikwambie kwamba uongozi anatoa Mungu. Hiyo siri nakupa. Uongozi anatoa nani? Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu humruzuku katika wanadamu amtakaye na humnyima katika wanadamu amtakaye, sio humnyima katika wanadamu amchukiaye. La. Allah huwachagua awatakaye. Ukiona mtu amekuwa kiongozi, si kana kwamba kataka yeye, Mungu kakutaka. Ukiona mtu amekuwa kiongozi ujue Mungu kakutaka. Maneno ya Sheikh Sharif Firdaus, mmoja kati ya mashehe wakubwa Tanzania ambao watu wengi wananufaika kwa dua zake. Kituo chake kiko hapa Mwandege, Sharif Firdaus Center. Sheikh, shukrani sana. Asante. Kisugu na neno? Kubwa sina neno. Nafikiri Sheikh ameongea maneno mazuri, ameongea maneno matamu. Lakini kikubwa nirejee kuomba sana wa Tanzania pindi wanapopata fursa basi waje hapa maeneo ya Mwandege kwa Firdaus Center kwa Sheikh Sharif hapa waje kupata dua. Mimi nafikiri itakuwa jambo jema, pia litakuwa jambo zuri. Shukrani. Asante sana.